أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. كيش الله سبحانه وتعالى عاد الخطاب إلى المشركين، أعاد الخطاب إلى المشركين عودا على بدئه، akarudisha khitab kwa washirikina kule mwanzo, inna rabbakumullah bimunasabati at-tamathul, kwa munasaba wa kufanana bainahum wa baina al-umami alladhina kanu min qablihim, kwa munasaba wa kufanana na umma zilizokuwa kabla yao. Sawa, akarudisha khitabi akawaambia walaqad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu. Ninaapa, lamu ni qasam, ninaapa, walaqad, ninaapa kwa hakika tuliziangamiza umma zilizokuwa kabla yao wakati walipodhulumu. walaqad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu, wallahi au ninaapa hakika tuliziangamiza umma zilizokuwa kabla yenu pale walipodhulumu. Kuna umma zilitangulia kabla yenu, sisi tuliziangamiza, lakini si kwa sababu ya kuwaonea na kuwadhulumu wao walipodhulumu, sisi tulifanya hivyo. Alqurun ni wingi, neno alqurun ni wingi wa neno qarn. Karne ni katika maneno ya Kiarabu yaliyoingia kwenye Kiswahili, lakini ikisemwa Kiswahili karne ni miaka 100. Lakini katika asili ya lugha ya Kiarabu, miongoni mwa maana za karne ni generation, alqaum au al-umma min an-nas al-muqtarinuna fi zamanin wahid, wale watu waliokutana katika zama moja inaitwa karne. Generation moja hii. Sasa kila zama kwa maana hii, sasa kila zama maana ya karne inabadilika. Kwa mfano katika wakati wa Nuh alayhi salatu wassalam, kabla yake na baada yake kidogo, mtu anaweza kuishi miaka 1000, sawa, miaka 800, miaka 900. Nuh yeye mwenyewe amepewa utume, akawa anawalingania watu wake, akaishi kwao miaka 950. falabitha fihim 1000 sanatin illa 50 ama faakhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Alikaa kwao miaka 1000 kasoro 50, miaka 1000 anawalingania tu, jamaa wataki, miaka 1000. Kwa watu kuishi umri huo ilikuwa ni kitu cha kawaida, sawa. Kwa hiyo pingine katika wakati wao jaili moja, generation moja inaishi, inaingia mpaka kuisha kwake labda miaka 800, miaka 1000. Kizazi kimoja kimeisha, kinakuja kingine, kinakuja kingine, kinakuja kingine, na kinaisha kizazi bila nyinyi kujua. Generation inakwenda hiyo. Leo ukiwatafuta watu waliozaliwa mwaka 1850 katika ulimwengu huu huwapati, na 60 huwapati, na 70 huwapati. 1890 mpaka 1900 wako wapi? Hawapo. Na 10 na 20 na 30, yule fulani yule kazaliwa 30, yule atakuwa na miaka 90 ngapi? 95. Itafika wakati na wao watatoweka, na 40 watatoweka, na 50 watatoweka, na 60 watatoweka, 70 watatoweka, 80, hivyo hivyo vizazi vinakwenda vinaisha.
generation zile zinapungua. Kama 30 wapo basi wazajipa moyo, sisi 40 bado zamu yetu. Sawa, hivyo hivyo wa 50 na 60 na kuendelea. Kwa hiyo zamani ilikuwa kizazi kinaweza kikawa au generation moja ikawa ni kubwa, inatumia miaka mingi, na wakati mwingine ikaja labda miaka 500, miaka 300, miaka 200, sawa, miaka 100, miaka 50. Hii ni tafsiri ya karne, lakini Kiswahili kwamba ni miaka 100, imezidi miaka 100 hivyo hivyo tu, na pia ni katika moja katika maana ya tafsiri yake katika Kiarabu. Lakini wao wanasema alqarnu alqawmu au al-umma min an-nas al-muqtarinuna fi zamanin wahidin ghayr muqaddarin bimuddatin muayyana, ni watu waliokutanika waliokusanyikana katika wakati mmoja, tena wakati si wenye kukadiriwa kwa muda maalum. Waqila muddatul qarni 100 sana, pamesemwa muda wa karne ni miaka 100, na kuna kauli 80 na kuna kauli 30, na pamesema maneno mengine yasiyokuwa hayo. Lakini sisi tuliziangamiza umma zilikuwa kabla yenu. Nyinyi makafiri wa Maka mnaofanya kufuru na inadi, kuna watu kabla yenu tuliwaangamiza sisi. Lamma dhalamu, wakati walipodhulumu, pale walipodhulumu. Wajaatuhum rusuluhum bilbayinat, na hali ya kuwa waliwafikia wao mitume wao kwa hoja zilizo wazi, na hali ya kuwa waliwafikia wao mitume wao pamoja na hoja zilizo wazi. Mitume walikuja na hoja za wazi wazi. Wama kanu liyu'minu, na hawakuamini. Walaqad ahlakna alquruna min qablikum lamma dhalamu, ninaapa hakika tuliziangamiza umma zilizokuwa kabla yenu pale walipodhulumu. Istasalnahum wa qata'na dabirahum lamma dhalamu, kama anavyosema awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. Hivi haliwaongozi wao kuwa ni watu wangapi tuliwaangamiza katika waliokuwa kabla yao miongoni mwa vizazi, halikuwa wanatembea katika masakini zao, katika zile sehemu zao. Hapa ndio kaumu ya Hudi walipoishi, hapa waliishi kaumu ya Saleh, hapa waliishi watu fulani, hapa watu wa kaumu ya Lut waliishi hapa. Bado hilo haliwapi nyinyi uongofu mkaona mkapata mazingatio kwa wenzenu walipita hapa wakaangamizwa. Inna fi dhalika la ayatin afala yasma'un. Pia wakam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha fanaqabu fil bilad hal min mahis. Wajaatuhum rusuluhum bil bayinat, na hali yakuwa waliwafikia wao mitume wao pamoja na hoja zilizo wazi. Mitume walikuja na hoja za wazi wazi. Wama kanu liyu'minu, hawakuamini na hawakuamini. Alam yatihim naba'u alladhina min qablihim qaumi nuh wa 'ad wa thamud wa qaumi ibrahima wa ashabi madyan wal mu'tafikat atatuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Je, hazikuwajia wao habari za waliokuwa kabla yao? Kaumu ya Nuh, habari za Nuh hamjazipata na watu wake? Na Ad, kaumu ya nani Ad? Hud, habari zao hamkuzipata? Thamud, watu wa nani hao? Salih, habari zao hamkuzipata? Kaumu ya Ibrahim na ashabu Madian, na wale watu wa Madian na wale ambao miji yao ilipinduliwa, ilifidikizwa, hamkupata habari zao? Atatuhum rusuluhum bilbayinat, mitume wao waliwajia wao na hoja za wazi wazi. Fama kana Allahu liyadhlimahum, Allah hakuwa ni mwenye kuwadhulumu wao, walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini wao walikuwa wanazidhulumu nafsi zao. Wama kanu liyu'minu, Allah anasema na hawakuamini. Tilka alqura naqussu alayka min anba'iha
walaqad ja'atuhum rusuluhum bilbayinat fama kanu liyu'minu bima kadhabu min qabl kadhalika yatba'u Allahu ala qulubi alkafirin. Hawakuamini wama kanu liyu'minu kadhalika najzi alqauma almujrimin, kama hivyo tutawalipa watu waovu, kama hivyo tulivyoangamiza hao ahlul quruni almadhiya, basi na sisi tutawalipa wenye kufanya uovu kama tulivyoangamiza wale, na nyinyi pia. alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin. Allah subhanahu wa ta'ala katika mursalat anasema, kwani hatukuwaangamiza wale wa mwanzo kisha tukawafuatishia wa mwisho? Basi kama hivyo sisi tutawafanya wenye kufanya uovu, wenye kutenda uovu. wa thumma ja'alnakum khalaifa fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, thumma ja'alnakum khalaifa fil ard min ba'dihim, kisha tukawafanya nyinyi kuwa ni warithi katika ardhi, kisha tukawafanya nyinyi kuwa ni warithi katika ardhi, min ba'dihim, baada yao. khalaif, thumma ja'alnakum khalaifa. khalaifa sukan yakhlufu ba'dhukum ba'dha, ni wale wakazi wanaopishana baadhi yao kwa baadhi nyingine. Tutakujua wewe, haya maisha ya kawaida tu. Wewe hili shamba umelitoa wapi? Nimelinunua. Likuwa la nani mwenyewe? Likuwa la mtu fulani. Yuko wapi? Huyu bwana alikufa, watoto wake wakamrithi wakauza. Basi wewe ni mrithi, umerithi ardhi hiyo, badala yake umekuja wewe. Kiwanja hiki kilikuwa hapa, ilikuwa na nyumba ya mtu fulani, au ilikuwa hili ni shamba la mtu fulani. Kwa maana ya kwamba wale waliokufa miaka 200 iliyopita wakija katika hii dunia hawana chao, au tutawarudishia wenyewe? Hawana chao katika ardhi. Pengine mtu alikuwa amiliki mashamba hapa na huko, mahati yote yanayo na ushahidi, watu wote wajua, lakini amekufa miaka 200 iliyopita, amerudishwa duniani, ana chake katika ulimwengu huu? Kwa wale wameondoka, nyinyi tukawafanya ni warithi waliokuja badala yao, na nyinyi mtaondoka, watakuja wengine watarithi. Iwe ni katika vizazi vyenu au watu wengine, watu kando, tena hata wale msiowapenda, wakaja wakarithi ardhi zenu na mali zenu wakazitumia, na wewe ukija huna nafasi. Kwa hiyo wenzenu wale walipita, wakaondoka katika huu ulimwengu, wakaja watu wengine, wakaondoka wakaja watu wengine, kisha mkaja nyinyi. Thumma ja'alnakum khalaif. Hao walioambiwa hivyo pia nao hawapo. Wakija pale Maka, kama watu wa Maka wakija pale Maka hawajui Maka, ile nyumba yetu ilikuwa iko wapi? Hakuna nyumba yenu tena. Sawa, hapa pana mambo mengine kabisa, na utawala mwingine na mambo mengine kabisa. Kwa thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim, kisha tukawafanya nyinyi kuwa ni warithi katika ardhi baada yao. Yani kwa maana nyinyi ndio mkawa ndio wakazi katika ardhi hii baada ya zile umma zilizotangulia. Tumewafanya warithi, mkaishi hapa duniani kwa malengo gani? Linandhura kaifa ta'malun, ili tuwatazame mtafanya nini. Wenzenu walipita wakafanya waliofanya, wakaondoka. Haya, mmekuja nyinyi sasa, nyinyi mtafanyaje? Mtayafanya kama ya wale, au na nyinyi mtakuwa na yenu, mtafuata utaratibu au mtaukhalifu? Kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, amesema, inna ad-dunya hulwatun khadiratun, hakika dunia ni tamu na ni ya kijani kibichi. Yani dunia inapendeza, dunia ni tamu tena khadiratun, na ni ya kijani kibichi.
wa inna Allaha mustakhlifakum fiha, na hakika Allah amewafanya nyinyi ni warithi katika hiyo dunia, amewaweka badali katika hiyo dunia. Fayanzuru kaifa ta'malun, anawatazama mtafanyaje, mtatenda mambo gani. Mmekuja hapa ulimwenguni, ushapewa miaka yako 90 wewe ya kuishi, ushamaliza 40, ushamaliza 50, ushamaliza 60, wenda tu utafanya nini? Ndicho ambacho tunaangaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ule uwepo wetu katika ardhi. Al-Imam al-Khazin rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake yanasema al-khitabu li ahli Makkah alladhina ursila fihim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tamko hili limeelekezwa kwa watu wa Makkah ambao walipelekewa wao mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Wal maana thumma ja'alnakum ayyuha an-nas khulafaa fil ardi min ba'di al-quruni al-madiyati alladhina ahlaknahum, kisha tukawafanya nyinyi ni warithi mliokuja badali katika hii ardhi baada ya vizazi vilivyotangulia ambavyo sisi tuliviangamiza. Na muradi wa ardhi baadhi yao wanasema ni ardhu Makkah kwa sababu at-ta'rifu fihi lil-ahd. Al-mukhatabina khalafu 'adan kwa sababu wale wanaosemeshwa wamekuja badali ya kabila la 'Ad wa Thamud na kabila la Thamud wa Tasman wa Jadisan wa Jurhuman fi manazilihim 'ala al-jumla, na makabila haya mengine ambayo ilikuwa ni makazi yao. Jurhum pia walikaa Makkah. Jurhum kabila kutoka Yaman, Waarabu wakakaa pale Makkah, hawapo tena mpaka wakaja Makuraish. Mpaka sasa hivi kuna mambo mengine. Kwa hiyo dunia hii ni tamu na ni ya kijani, hulwatun khadiratun ghussatun na'imatun tayyiba muzayyana fi uyunikum wa qulubikum wa inna Allah subhanahu wa ta'ala mustakhlifakum fiha. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwa munasaba wa aya zilizotangulia ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alianza sura kwamba hii Qur'ani ni al-kitabul hakim, tilka ayatu al-kitabil hakim. Ameanza hivyo na kaelezea namna washirikina walivyoupinga wahi kwa mtazamo wao. Zikaja aya baada ya hizo zilizothibitisha hujja ya kujua kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, zikathibitisha risala, zikathibitisha ba'th, na kabla yake zikathibitisha wahdaniyatullah tabaraka wa ta'ala, at-tauhid wal-i'tiqad. Akafuatishia jambo jingine muhimu la hawa jamaa kuipinga Qur'ani na hoja zao dhaifu wanazozileta. Anasema subhana wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinat qala alladhina la yarjuna liqa'ana iti biqur'anin ghairi hadha, na pindi zinaposomwa juu yao aya zetu zilizo wazi wazi, wanasema wale wasiotarajia kukutana na sisi, yani makafiri, huwa wanasema wakawa wanamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, iti biqur'anin ghairi hadha, tuletee Qur'ani nyingine isiyokuwa hii, au badiluhu, au ibadilishe hii Qur'ani hii bwana, sisi hatuitaki hii, yatufanya sisi kuwa ni wapumbavu, inawatia katika upumbavu wazee wetu, inatukataza tusiadhimishe na kuiabudu miungu yetu na kuikebehi na kuisafihi. Qur'ani hii sisi hatuitaki Muhammad, lete Qur'ani nyingine ya urafiki, yenye maneno mazuri, itakayotusifu na kutupamba sisi na kuwapamba wazee wetu. Wazee wetu walikuwa ni watu wenye bidii, watu wakubwa. Usituletee Qur'ani ya kutukashifu, lete Qur'ani nyingine. Ukileta Qur'ani nyingine na wewe ni mwenetu, tutakuunga mkono. Yani wao wanaona kama ni mambo ya kupanga panga, kama chama hivi, kitu gani hivi, mambo ya kupanga panga hivi. Kaleta jambo basi, sasa kwa nini lisiwe hivi? Lingekuwa hivi lingefurahisha zaidi. Wakaona labda ni matashi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo
wanamwambia tuletee Qur'ani nyingine au hii badilishe, weka neno hili hapa litoe hapa, weka hili toa hili hapa weka hapa, lile pale liondoe, badilisha hivi, yani kitu kama hicho وأنبياء متوم صلى الله عليه وسلم أحضر يا محمد قرآنا آخر ليس فيه ما نكره من التوحيد والنهي عن الشرك وعائب آلهتنا وذكر البعث والنشور أو غير هذا القرآن بنفسك على الوجه الذي تحبه. ibadilishe kwa vile unavyopenda wewe, sio lazima tushirikishe, lakini ibadilishe basi, sitaje mambo haya. Qul waambie, ma yakunu li, haiwezekani kwangu, ma yakunu li, haitakikani, haiwezekani kwangu mimi, an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, kuibadilisha kutoka kwenye nafsi yangu. Siwezi kuleta mabadiliko kutoka kwenye nafsi yangu, kwamba nikae nianze kutunga aya nizibadilishe, siwezi, sina mamlaka hayo. Ma yakunu li, haiwezekani kwangu, haitakikani kwangu, la yahiqu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, kuibadilisha kutoka kwenye nafsi yangu. لا يحق لي أن أغير القرآن بمحض رأيي ومقتضى اجتهادي بغير وحي من الله فليس لي من الأمر شيء إن أتبع إلا ما يوحى إلي. sifuati mimi isipokuwa nilicholetewa kwa wahi. Mimi nafuata tu wahi na maagizo ninayopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. In attabi'u illa ma yuha ilayya, sifuati isipokuwa nilicholetewa kwa wahi. Kunaileta vile vile anavyoniamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, min ghairi ziyadati wala nuqsani wala tabdilin wala tahrifin, naileta kama ilivyo. inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim, hakika mimi ninaogopa nikimwasi Mola wangu, hakika mimi ninaogopa. mafuuli wa akhafu iko wapi? inni akhafu in asaitu rabbi, hakika mimi ninaogopa nikimwasi Mola wangu. naogopa nini? adhaba yawmin adhim, adhabu ya siku iliyokubwa. adhaba yawmin adhim, naogopa adhabu ya siku iliyokubwa. hakika mimi ninaogopa nikimwasi Mola wangu adhabu ya siku kubwa, ya siku iliyokubwa. siku ya kiyama ni siku kubwa. inna zalzalata as-saati shay'un adhim, tetemeko la kiyama ni jambo kubwa. yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wama hum bisukara walakinna 'adhab Allahi shadid. kwa mimi naogopa, siwezi fanya kitu kama hicho. lakini haya ni katika maombi ya washirikina na rai zao. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم, waambie lau Allah angetaka nisingewasomea hiyo Qur'ani, nisingewasomea juu yenu. قل لو شاء الله, waambie lau angelitaka Allah, ma talautuhu alaykum, nisingewasomea juu yenu hiyo Qur'ani. Allah ndiye ameniamrisha mimi nifanye hivi. wala adrakum bih, wala asingewajuza hiyo Qur'an. wala adrakum bih ay wala lamma a'lamakum bil Qur'an wala akhbarakum bih, asingewaelezea kuhusu Qur'an. lakinahu adrakum bihi ba'da an lam takunu kadhalik, amewajuza Qur'ani, amewafahamisha baada ya kuwa nyinyi hamkuwa hivyo. falau kana kadhiban waftiraan kama taqulun, laiti ingelikuwa hii Qur'ani ni uongo na ni uzushi kama mnavyosema, la amkana li ghairi an yatluhu alaykum, ingemwezekania mtu mwingine asiyekuwa mimi kuwasomea. lakini hem jaribuni kuisoma na nyinyi yenu. kama kutunga ni rahisi, tungeni.
so walipewa tahaddi hizo na challenge hizo wafanye, walishindwa. Kwa sio jambo la kupanga panga faqad labistu fikum umran min qabli, hakika nimekaa kwenu kabla yake, kabla hiyo Qur'ani, umri mrefu. Faqad labistu fikum umran min qabli, hakika nimekaa kwenu kabla ya hiyo Qur'ani umri mrefu. Miaka 40 si kidogo. Mimi nimeshtangu mdogo mpaka nimefikisha miaka 40 sijawasomea aya hata moja, nipo tu. Imekuwaje leo nawasomea Qur'ani hii alafu muone kwamba mimi nimelitunga tunga hili jambo? Afala taqilun, basi hamfahamu. Afala taqilun, basi hamfahamu. Aqamtu fikum ahla makkah hinan tawilan min umri 40 sana قبل أن يوحى إلي هذا القرآن ما جربتم علي كذبا قط، تعرفون صدقي وأمانتي وأني لست ممن يقرأ أو يكتب، ثم جئتكم بالقرآن أفلا تعقلون بذلك أنه وحي من عند الله تعالى. mimi nimefanya ukazi, nimeishi na nyinyi watu wa Makka kitambo kirefu katika umri wangu, miaka 40 kabla sijaletewa wahi. Nyinyi hamjawahi kuona uongo kutoka kwangu hata siku moja, mnaujua ukweli wangu na uaminifu wangu, na mimi sikuwa najua kusoma wala kuandika, kisha nikawaletea Qur'ani hii. Basi hamfahamu, hamjui, hamzingatii jambo hilo, hamjui kwamba huo ni wahi kutoka kwa Allah azza wa jalla. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun am yaquluna bihi jinna bal ja'ahum bil haqq wa aktharuhum lil haqq karihun. Na ndio maana siku ile Mtume صلى الله عليه وسلم amepeleka barua kule Sham kwa Herakli, katika hadithi ya Ibn Abbas عند البخاري ومسلم في صحيح البخاري hadithi ya 7, kisa cha Abu Sufyan. Barua imefika kwa mkubwa wa Warumi, adhimur Rum, Herakli aliyeko Sham, atakiwa na Mtume صلى الله عليه وسلم asilimu, analinganiwa. Wao walikuwa ni Wakristo, wanalinganiwa kwenye Uislamu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, aslim taslam. Barua ilipofika kwake, alitaka mtu wa karibu zaidi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa nasabu. Aliuliza katika msafara wa Waarabu, maana Waarabu wakienda Sham kila mara kuchukua bidhaa, katika hawa Waarabu waliokuja hakuna mtu wa Makka hapa aliye karibu na nasabu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na huyu anayedai ni mtume. Akaambiwa yupo ibn ammi yake. Ibn ammi yake ni nani? Abu Sufyan. Abu Sufyan anaitwa Sakhr ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. Abd Manaf amemzaa Hashim na amemzaa Abd Shams. Abd Shams na Hashim ni ndugu, baba mmoja mama mmoja, sawa? Kwa hiyo kizazi cha Hashim ndio kutoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika kizazi cha Abd Shams ametoka Abu Sufyan, Sakhr bin Harb bin Umayya ibn Abd Shams. Kwa hiyo katika sisi hapa sote tukitafutana, mtu wake wa karibu, ndugu yake ni huyu Abu Sufyan, ambaye alikuwa ni rafiki mkubwa wa Abbas bin Abdul Muttalib, rafiki yake. Al-Abbas ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa rafiki yake ni Abu Sufyan, ndugu. Kwa hiyo akaitwa pale na mtarjumi akaletwa pale, akaulizwa, ya Abu Sufyan, wewe Abu Sufyan, hal kuntum tattahimunahu bilkadhibi qabla an yaqula ma qala? Huyu mtu huyu mlikuwa nyinyi mnamtuhumu kwa tabia ya kusema uongo kabla ya kusema anayoyasema, kabla ya kudai kwamba yeye ni mtume. Historia yake hapo nyuma inaelezaje? Alikuwa ni mtu muongo, msanii hivi, wa kupindua maneno? Ikoje mtu huyu? Alitaka kujua historia yake, sio jambo muhimu sana. Abu Sufyan anasema qultu la, nikasema hapana, sisi tulikuwa tumtuhumu kwa uongo.
Maelezo yakaenda mpaka mwisho. Sasa Herakli anatoa mchanganuo ya yale aliyoyavuna kutoka kwa Abu Sufyan. Akamwambia, sa'altuka hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala fadhakarta Allah, nilikuuliza wewe kwamba je, mlikuwa mnamtuhumu kwa tabia ya kusema uongo kabla ya kusema anayoyasema kwamba yeye ni mtume? Wewe ukasema hapana. Faqad a'rif annahu lam yakun liyadhara al-kadhiba 'ala an-nas wa yakdhiba 'ala Allah. Mimi nishajua haiwezekani mtu huyu aache kuwazulia uongo watu na kuwadanganya watu, adanganye kwenye maneno ya watu, alafu leo awe na ujasiri wa kuweza kudanganya kumzulia uongo Allah. Haiwezekani. Kwenye mazungumzo ya kawaida ya watu alikuwa hasemi uongo wala hamzulii mtu uongo. Ndivyo ninavyoeleza. Sasa ilikuwaje mtu huyu ashindwe kuwazulia watu uongo, alafu leo ghafla aje mzulie Allah uongo? Haiwezekani. Kwa hiyo angekuwa na tabia ya uongo kabla ya hapo, tukasema anaendeleza uongo wake. Sawa? Ndio maana pale utakapokuwa wewe watu wakataa maneno yako kwa sababu ya tabia yako kusema uongo, usilalamike. Kwa sababu kila kitu wewe wadanganya, wasema uongo. Hatujui wewe uko wafanya mzaha au uko jadi katika maneno yako, uko serious katika unalosema. Uongo ndio tabia yako. Kiislamu mtu muongo habari yake haikubaliki. Haya. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa ni mkweli na ameishi na wao kwa ukweli miaka yote aliyoishi, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala hapa akileta kama hoja, faqad labistu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله فلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Tuishie kwenye aya hii. Hakuna dhalimu zaidi katika wenye kuzua, hakuna dhalimu zaidi katika wenye kuzua uongo, mimman, kuliko yule ambaye iftara ala Allah kadhiba, kuliko yule aliyemzulia uongo Allah, kuliko yule mwenye kumzulia uongo Allah. Yani watu wote wanaozua maneno, wanaozua uongo, hakuna mbaya kuliko aliyemzulia Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Zua utakavozua, wazulie watu utakavowazulia, bado uongo wako una nafuu na uzushi wako una nafuu. Huwezi kumshinda yule anayemzulia uongo Allah. Akachukua maneno akasema haya maneno ya Allah, au kadhaba biayati, au akazikadhibisha aya zake. Aya hiyo sema hakuna aya kama hiyo, sitaki mimi, haina maana yoyote, ukaikadhibisha aya hiyo. Innahu la yuflihu almujrimun, hakika mambo yalivyo, innahu, hakika mambo yalivyo, la yuflihu almujrimun, hawatafaulu makafiri. Innahu la yafuzu alkafirun, hawezi kufaulu. Jambo lao halitafaulu, litakwisha hapa duniani, na Uislamu na dini ya Allah ndio itakayokuwa juu, Qur'ani ndio itakayobaki kuwa juu. Innahu la yuflihu almujrimun, taakid aljumla biharf at-taakid inna, wadhālika nadharan ila shumul umum almujrimin lilmukhatabin liannahum yunkiruna an yakunu min almujrimin. Kwa innahu la yuflihu almujrimun, tadhil katika ilmu المعاني kuna kitu cha tadhil, kutilia mkia. وموقعه يقتضي شمول عمومه للمذكورين في الكلام المذيل. إن شاء الله تقول kusoma tena, ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. simeeleweka sio? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت